Tambua soko, zalisha kwa tija, lakini wanasema kutekeleza dira 2050. Hii ni kauli mbiu ya maonyesho ya kimataifa ya kilimo Nane Nane mwaka 2026, na kwa kuwa maonyesho haya bado yanaendelea, tumetembelea banda la Pasleazing, na wao wanajivunia sana. Hatua kubwa mpaka sasa ni kwamba wameshatoa kiasi cha shilingi bilioni 85 kuopesha zana za kilimo kumwezesha mkulima aweze kuzalisha kwa tija. Tukasema hapana, hii ni tija kubwa sana, na pembeni tukapata fursa ya kuzungumza na mwenyekiti wa bodi ya Pasleazing, mzee wetu Linus Sigedi. Amefika hapa kujionea maonesho, lakini amefika katika banda hili. Kwanza hongereni sana mzee Linus. Asante, nashukuru. Nashukuru kwa kututembelea, na labda nianze tu kusema kitu kimoja ambacho mara nyingi tunakisahau. Sisi tunapozungumzia kilimo, tuna maana ni ile kilimo pana inayohusu mazao, lakini vile mifugo, uvuvi, mazao ya misitu na nyuki. Kwa hiyo ni mnyororo, ndio tunazungumzia minyororo hiyo, ingawaje kwa sehemu kubwa ni huo mnyororo wa mazao labda na mifugo. Mnaonaje hali sasa? Huo mnyororo upo unafanya kazi kweli, na tunaona tija, unasema tuzalishe kwa tija. Mnyororo upo lakini haujaimarika. Mnyororo haujaimarika, nanyi ndio wa kusaidia sasa, ambao ndio hasa unatakiwa unyooke, kwa sababu mzalishaji huyo mkulima, kama kweli inabidi apate tija, inabidi azalishe vizuri kwenye ardhi yake ndogo hiyo, kama ni eka 3, eka 5, eka 10, azalishe vizuri. Lakini akishazalisha, anayafanya nini hayo mazao? Je, kuna mnunuzi yuko tayari hapo? Je, kuna mkusanyaji mazao yuko hapo kusudi ayanunue? Na akiyanunua, huyo anayapeleka wapi? Ni lazima yaende kuchakatwa. Wapi? Kiwandani, kabla ya mlaji hajapata. Sasa utaona kwamba mnyororo wa uzalishaji ni wa muhimu sana, uwe umewekwa vizuri kusudi mlaji ambaye ni wa mwisho, mimi na wewe, tupate kilicho bora. Serikali yetu imetilia mkazo sana kilimo, na ni kweli ni muhimu, kwa sababu kilimo bado ni uti wa mgongo wa uchumi, kwa sababu nchi ikiwa na usalama wa chakula ni nchi ambayo utakifisha wananchi wake watakula vizuri, watapata lishe safi, na itakuwa ni nguvu kazi safi katika kuendeleza uzalishaji. Sasa tukija kwenye uzalishaji, tuna wale wadogo, tuna wale wakati, tuna wale wakubwa. Sasa wote hawa wanachangia katika usalama wa chakula, usalama au mazao yale ambayo yanatumiwa hata kutengeneza nguo, kutengeneza vitu mbalimbali, bado yanatoka kwa wakulima. Pasleazing, sisi tulichagua tufocus kwa hawa wadogo na wakati, na si kwamba wale wakubwa tunawakataa, lakini wote tunawatambua kama ni wakulima. Sasa nia yetu ni nini? Tunataka tuongeze uzalishaji, tuongeze tija katika uzalishaji, tuongeze ubora katika bidhaa zinazozalisha. Kwa hiyo hapa zinahitajika teknolojia, na ndio Pasleazing iko hapo kusaidia kutoa teknolojia ambazo zitastahili kwa ajili ya kumwezesha huyu mzalishaji kwanza azalishe kwa tija, hata kama ni eneo dogo, lakini azalishe vizuri, apate mazao ya kutosha. Na akishapata mazao ya kutosha, ajue ni jinsi gani atayahudumia, atayavuna vipi, atayahifadhi vipi, na akiyahifadhi yataenda kuchakatwa wapi, yatasafirishwa namna gani kwenda kwenye kiwanda, kiwanda kitachakata, yatafungashwa, yatasafirishwa tena
kupeleka kwa mlaji, lakini hata mlaji naye wakati mwingine anahitaji huduma. Ndio maana hata mama lishe akija kwetu, pamoja tunamwona ni mdogo, na yeye tunaweza tukampa zana za kumsaidia kufanya kazi yake. Bado tupo Passlesen na wao wanasema kwa zana za kilimo na viwanda. Hapa kama unavyotazama mtazamaji, fikiria wanufaika wanaonufaika kijamii mpaka sasa. Atatuambia mkurugenzi mtendaji vizuri zaidi, ni watu 221,760. Lakini wakulima waliowezeshwa, zipo takwimu ukiingia katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na mwenyeji wetu hapa mkurugenzi mtendaji Kilo Lusewa atatuambia zaidi. Kwanza hongereni kwa maonesho. Asante sana. Lakini bila shaka tutarajie matokeo makubwa ya kuja hapa. Kuna nini? Kabisa. Kama ulivyonitambulisha, mimi naitwa Kilo Lusewa, ndio mkurugenzi mtendaji wa kampuni hii ya kukopesha mtindo wa Karadha, zana za kilimo na viwanda, maarufu kama Passlesen Limited Company. Nafikiri wengi mnakuwa mkifahamu taasisi hii. Ina miaka 5 tangu imeanzishwa na iko chini ya usimamizi wa Benki Kuu ya Tanzania. Jukumu letu kubwa kabisa kama yenyewe inavyojizungumzia, tunafanya shughuli za kuwezesha wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa kwenye sekta hii ya kilimo, uvuvi na ufugaji waweze kujipatia bidhaa au mashine na mitambo aina mbalimbali ili kuongeza tija kwenye sekta hii ya kilimo, uvuvi, ufugaji na tunasema na misitu ya biashara. Kwa hiyo kila chombo au kifaa chochote kitakachokuwa kwenye mnyororo wa thamani kinachotumika kuongeza tija, basi taasisi hii ya Passlesen inaweza kuwezesha wewe mkulima, mjasiriamali kuweza kukimiliki kwa utaratibu rahisi kabisa wa Karadha. Maana yake kwamba ni mikopo kama mikopo mingine, lakini hii kwetu ni sana kuwezesha. Baada ya kukupa pesa, tunakupa kifaa, unachangia malipo ya awali kama down payment kati ya 20% mpaka 50%. Kiasi kinachobakia utalipa taratibu kwa namna tutakavyokubaliana kwa muda wa kati ya mwaka mmoja mpaka miaka 3. Hiyo ndio shughuli kuu ya Passlesen. Labda tu ni waombe wa wakulima wa Tanzania kupitia Nane hii hapa Dodoma, mje mtembelee banda letu, mjifunze mengi, muone fursa zilizokuwepo. Tungependa kabisa, hatutaki kuona Mtanzania mjasiriamali kwenye sekta ya kilimo anaachwa nyuma. Tunataka sasa tushindane kwenye tija, na hatuwezi kupata tija kama tutakuwa na zana zilizo bora na za kisasa zaidi. Sasa suluhisho liko Passlesen, na kwa mwaka huu sisi tumeshiriki karibu viwanja vyote vya Nane Tanzania. Labda tukiwa tunatoka hapa, anawezaje kuomba? Tuna namna nyingi ya kufikia. Kwanza tunafanya kazi karibu kabisa na wauzaji zana zote za kilimo Tanzania. Kwa ukifika pale utakuta dirisha letu, utakuta mwakilishi wetu, lakini watakuongoza ni namna gani unaweza kupata huduma zetu. Lakini vile vile kwa wale ambao wanaweza kutumia mawasiliano ya labda ya mtandao, bado utakuta kwenye website yetu www.passlesen.co.tz. utakuta pale mawasiliano yote na namna hata ya kuomba pale utaelekezwa. Lakini kama uko kwenye viwanda vya Nane, njoo tukuhudumie, na tunafanya kazi Tanzania nzima kwa kupitia ofisi zetu za kanda. Kwa hiyo kwa hapa Dodoma ofisi yetu tumeiweka pale Kibaigwa. Ukifika Kibaigwa pale kwenye ofisi ya Agricom, tuna ofisi yetu pale. Utawakuta. Ukienda Morogoro vile vile, ukienda kwenye jengo la mkaguzi mkuu wa mahesabu utakuta ofisi ya Passlesen. Ukienda Mbeya nayo utakuta kwenye jengo la NSSF, utakuta hapo kuna ofisi ya Passlesen, na alikadhalika ukienda Mwanza kwenye jengo la NSSF vile vile utakuta ofisi za Passlesen. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau wote. Chakula ukiongezea ladha nyingi unaweza ukakiharibu. Tumetoka kuzungumza na mkurugenzi mtendaji wa Passlesen Kilo Lusewa.
amezungumza masuala mengi, ikiwemo mwenyekiti wa bodi pia wametoa ujumbe muhimu katika maonyesho haya ya kilimo ya kimataifa Nane Nane. Hatuna la ziada, kikubwa ni kwamba wameelezea upo muhimu wa kupata zana za kisasa za kilimo kuweza kufanya kilimo hiki kuwa chenye tija. Hadi wakati mwingine, mimi naendelea na kilimo.